Kwa majina kwanza naitwa Shabani Ramadhani, ndio mwenyekiti wa wafanyabiashara soko hili la Morombo. Asante. Kwanza tunaishukuru na tunaipongeza serikali kwa kuweza kutuwekea mradi mkubwa kama huu. Katika mradi huu tunafahamu kwamba miradi mingi inapowekezwa na serikali baadaye inakuwaga na changamoto kutokana na barabara za muingiliano katika soko husika. Sasa tukiangalia katika jiografia ya soko letu jinsi lilivyo, tunaona kwamba au kwa mtazamo wetu tunaamini kwamba barabara ambazo tutazitumia hapa labda ni barabara 3. Lakini tukiangalia kwa upande huu wa hii barabara kuu ya lami, tunahitaji angalau tumuombe mkurugenzi tupate hata geti moja hapo la kuweza kufanya muingiliano ukawa mzuri zaidi, ili hata anayetokea dampo ana uwezo wa kuzungumza kwamba niacheni sokoni, akashuka hapo akaingia, ili kufanya soko letu liwe na muingiliano mzuri zaidi, tusitegemee barabara za upande mmoja. Mimi ni kiongozi wa machinga bila daladala tunaweza tukajenga soko zuri, lakini kama hakuna vichocheo vya biashara machinga wakalikimbia hili soko. Kwa mimi nashauri pawe na stendi ya hisi humu ndani. Machinga na hisi kama samaki na maji. Nashauri pia soko kama la Kilombero kule lile soko linajikamilisha, halihitaji kubustiwa. Biashara za jumla ambazo ziko pale zihamishiwe hapa ili kuja kubusti biashara ya soko hili. Asante. Ushauri tumepokea wa mwenyekiti pamoja na katibu wa machinga, lakini ni wahakikishie tu kwamba wafanyabiashara wa soko la Morombo, Mheshimiwa Rais katika miradi ambayo wapendelea mojawapo ni mradi huu. Mradi huu design yake una barabara pande zote za lami. Mwenyekiti alikuwa anaomba barabara moja tu ya kuunganisha barabara kuu, lakini hapa kuzunguka kote kuna barabara za lami zitajengwa. Kwa hiyo hilo ndio shaka, lakini pia outlet ya daladala zitapita kote huko na hizo bajaji zitapita. Sasa design hapa kwa biashara za jumla, kwa maana ya wafanyabiashara wakubwa, hapa tumelenga wale wadogo wadogo. Na upande huu wa hii gorofa moja ndio kutakuwa kuna biashara tofauti na zile za huku. Kwa hiyo watakuwa kuwa huku watakuwa waingiliane na wale wafanyabiashara wa kule. Lakini lengo pia la hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza ni kuwarejesha wale walio kuwepo. Alafu sasa wengine watafuata baadaye, baada ya wale walio kuwepo kukamilisha kuingia. Nimpongeze mkurugenzi na timu yake kwa jinsi walivyoshirikisha jamii kwenye mradi huu. Nilikuwa nataka nione feelings za hawa wafanyabiashara walipokuja hapa. Hakuna mtu ambaye ameshtumu management. Yaani wote wamechangia vitu vya kuendeleza mradi. Mwenyekiti tutakuwa shahidi tukipita maeneo mengine ukitoa nafasi hii zogo kati ya management na wafanyabiashara. Kwa hiyo nikupongeze mkurugenzi, dada mwenye nilikuwa naongea naye nikasema wewe una kazi gani? Akasema kushirikisha jamii kwenye mradi. Kweli tumeona kweli mnashirikisha jamii. Lakini wananchi vile vile niwapongeze kwa kutumia fursa hii. Kwa sababu si tukuandikia barua, lakini mlivyoona kuna ugeni tu mkatumia fursa hiyo, kwa sababu ni jukumu lenu la msingi, yani kuhakikisha mradi huu unakamilika, kwa sababu hizi fedha tumekopa Benki ya Dunia, kitu alipa sote, si ndio? Na hili soko hatutaki lijengwe alafu kama mlivyo suggest nini kwamba nataka soko lichangamke, sio baadaye watu wakimbie. Kurugenzi na timu yako, sisi tunasisitiza vitu viwili tu. Hawa mliowatoa hapa mkikamilisha ndio wa kwanza kurejea hapa. Tumia kila aina ya utaalamu kuhakikisha kwamba nawachuja wanufaika wa kwanza wawe wenyewe hawa ambao mmewatoa hapa na si wengine.